Maji safi. Safi na salama. Maji safi. Safi na salama. Pumzike kwenye kivuli. Karibu, karibu wageni wetu. Pumzike kwenye kivuli. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu Peter Luchagula ambaye ni afisa mkata kata ya Magenge kama nilivyokwisha kutambulisha hapo mwanzoni. Shule ya msingi kama tulivyosikia kwa taarifa ya mwalimu mkuu kwamba ina wanafunzi 1545. Lakini ni shule ambayo kwa kweli kulingana na mazingira ambayo kama yanavyoonekana ni shule ambayo iko mazingira kwanza uchimbaji, lakini kumekuwepo na changamoto sana kwa habari ya huduma hii ya maji, upatikanaji wa maji. Kuna wakati mwingi wanafunzi walikuwa naenda kuna kimto pale chini, lakini pia hata maji yanayopatikana kule hayana usalama kutokana hasa na hali nzima ya kwamba mazingira haya ni wachimbaji. Wakati mwingine anakuwa na chemicals. Lakini pia jitihada zimekuwepo, lakini wakati mwingine hata tulivyojaribu kuchimba tukuweza kufikia maji. Kwa hiyo uwepo wa shirika hili kwa kweli imekuwepo msaada mkubwa sana. Muda mwingi wanafunzi walikuwa wanapata changamoto kubwa mno, lakini kwa kweli uwepo wa kisima hiki itakuwa ni msaada mkubwa na itasaidia hata kwa habari zoezi zima la ujifunzaji, kwa sababu changamoto imekuwa imetatulika. Kama tunavyojua maji ni sehemu kubwa ama ni uhai, ni muhimili mkubwa sana. Kwa hiyo itakuwa ni msaada mkubwa sana. Kwa hiyo tuendelee kuwashukuru sana kipekee shirika hili la On the Reaching People. Kwa hiyo tuseme tu kwamba kwa kweli hatuna namna ya kuwalipa, lakini Mungu aendelee kuwakumbuka. Kwa majina yangu naitwa Lema Emmanuel Andrea. Nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Muungano. Tuna furaha kubwa kwa sababu mmekuja leo kukabidhi kisima. Tunashangilia kwa furaha na kupokea kisima. Tulikuwa tuna ukosefu wa maji. Sasa hivi tumepata maji. Shirika la On the Way Reaching People ni miongoni mwa mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo lengo lake ni kuunga mkono juhudi ya serikali katika kuwafikia na kuwatumikia wananchi katika nyanja kadhaa. Miongoni mwa malengo makuu ya shirika hili ni kuwafikia watu katika jamii mbalimbali za nchi yetu, kutoa hamasa kwa njia mbalimbali kuhusu huduma za kijamii, hasa ikilenga watoto, wazee na makundi maalum yani walemavu. Ndugu mgeni rasmi, kwa sababu kama hizi tumekutana hapa leo kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kushuhudia kukabidhi mradi wa kisima cha maji safi na salama kwa ajili ya matumizi ya watoto wa shule hii ya Muungano na jamii inayozunguka eneo hili. Aidha, kabla ya huduma na mradi huu ilibainika kuwa watoto katika shule hiyo wamekuwa katika mazingira magumu ya kupata maji safi na salama kutokana na mazingira halisi ya eneo hili, kama vile uwepo wa shughuli za uchimbaji madini unaozunguka eneo hili na kusababisha uwepo wa watu wengi wasio na makazi rasmi, wale wanaokuja na kuondoka. Mradi huu umegharimu kiasi cha pesa za Tanzania shilingi milioni 18,783,700 ambazo zilitoka kama zawadi au michango ya marafiki mbalimbali na wapenda mema. Shirika la On the Way Reaching People linapenda kutoa wito kwa wote mliopo hapa na jamii kwa ujumla kuwa na utayari na moyo wa ukarimu kuelekea jamii ya watoto, wazee na walemavu na kuepukana na imani potofu na unyanyasaji wa kijinsia ambao umekuwa ukishuhudiwa kuwepo katika makundi haya. Mradi huu ni mradi ambao ni muhimu sana kwa maisha ya wanafunzi wetu hapa shuleni. Kama tunavyofahamu maji ni uhai, lakini maji ni maendeleo. Lakini maji haya ambayo siku hii ya leo kisima hiki kinazinduliwa mahali hapa kina umuhimu sana kwa habari ya kuboresha huduma zetu za elimu hapa shuleni. Uwepo wa maji haya kwanza ni maji salama kwa ajili ya mazingira yetu mahali hapa, lakini maji haya yatatumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali katika eneo letu. Kwanza itasaidia katika utunzaji wa mazingira, lakini kwa matumizi yetu sisi wenyewe wanafunzi katika eneo hili. Kwa hiyo mradi huu ni mradi ambao ni muhimu sana. Tunashukuru shirika kwa kushirikiana na serikali, na nipende pia kumpongeza mwalimu kwa kupata mradi huu, kwa sababu tuna shule nyingi karibu 260 shule za msingi, na shule zenye uhitaji wa visima kama hivi ziko nyingi, lakini shirika kwa kuanzia wamekuja kuleta mradi huu kwenye shule yenu. Kwa hili ni jambo kubwa, ni jambo la kihistoria katika shule hii ambayo ilikuwa na uhaba mkubwa wa maji na wanafunzi walikuwa na uhitaji mkubwa sana wa maji kwa ajili ya matumizi mbalimbali.
Kwa hiyo maji haya yataboresha pia ujifunzaji mzuri wa wanafunzi, kwa sababu watakuwa na muda mwingi zaidi wa kusoma kuliko kwenda kufuata maji maeneo ya mbali.